Tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha Asubuhi Njema, ambapo sasa tunaangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Tukianza na gazeti la Tanzania Daima, limebeba habari kubwa inayosema mawaziri wa bunge wa mgomea spika, na habari nyingine ikisema Sheikh Zuberi awa kaimu mufti, na muswada wa habari wapingwa Dar mpaka Dodoma. Magufuli Wasira warejesha fomu. Na katika gazeti la Mtanzania kuna habari kubwa inasema bajeti sasa ya warudisha wagombea urais bungeni, ni baada ya spika Ana Makinda kuwakoromea kupitishwa leo kwa utaratibu wa ndio na hapana. Habari nyingine, kaimu mufti aja na makali BAKWATA ahidi kufumua katiba kuwaunganisha Waislamu. Katika gazeti la Habari Leo, Sheikh Zuberi kaimu mufti atashikilia kwa siku 90 ufanyike uchaguzi, ahidi kuifumua katiba ya BAKWATA, asema atasimamia umoja na mshikamano. Polisi wakanusha kumuonea Lema. Hii ni habari kutoka kule Arusha. Na habari nyingine inasema mwanamke mwingine ajitosa uraisi CCM. Katika gazeti la Raia Tanzania, Ikulu kuhamia mjini Dodoma, machifu wa nyanda za juu wamkubali Lowassa, Wasira achinga bungeni awageukia wapinzani, Magufuli azunguka mikoa 24 bara, 5 Zanzibar, Zito azidi kutonesha vidonda mabilioni ya Uswisi. Sheikh Zuberi kaimu mufti mkuu, Dr. Slaa amtembelea nyumbani kwake ampongeza. Na habari nyingine inasema Chadema waja na kampeni mpya, Dr. Slaa atamba hakuna kura hata moja itakayoibwa. RC Kilimanjaro la wamani. Na katika gazeti la Nipashe, Magufuli kimya kimya, alichukua fomu kimya azirejesha kimya. Wasira ajigamba yuko fiti, Kigangwala ajivunia ujana. Na habari nyingine anasema huyu ndiye kaimu mufti, ni kaimu mufti Abubakar Zubeir. Moat, muswada huu wa habari usipelekwe bungeni. Gazeti la Majira, safari ya urais CCM, mrithi wa JK mambo safi, vikao vya wazee kuanza Dar, mji wa Dodoma sasa ni heka heka, Wasira na Dr. Magufuli warudisha fomu kumwaga sera zao. Habari nyingine inasema Ikulu itakuwa Chamwino si Dar, asema Membe. Kaimu mufti ni Sheikh Zuberi, atakaimu siku 90, atoa ujumbe kwa Waislamu. Zito aibua hoja walioficha fedha nje. Na katika gazeti la Jambo Leo, utitiri watia nia mawaziri kero, wasomi wa washangaa kuivua nguo serikali, wadau wawekea ngumu muswada wa habari, na BAKWATA yapata kaimu mufti, bajeti ya watoa mafichoni mawaziri. NEC Mbowe Lema wanavuruga uandikishaji, Taboa ya waonya madereva kugoma leo. Katika gazeti la Uhuru, mbio za urais 2015, Wasira ang'aka, Dr. Shein afagiliwa, Sheikh Abubakar kaimu mufti mkuu, na serikali ya waonya viongozi wa upinzani. Serikali ya wakomalia maafisa ardhi, na BOT yaipiga jeki mahakama ya Kisutu. Gazeti la Daily News limebeba habari kubwa inayosema bunge laelezwa juu ya uboreshaji wa huduma za jamii. Dhahabu yagunduliwa Geita katika eneo la madini la Mgusu. Sheikh Abubakar ateuliwa kaimu mufti. Katika gazeti la The Guardian, habari yake kubwa inasema mjadala unahitajika katika muswada wa sheria ya kupata habari. Mawaziri waelezea mafanikio katika serikali ya awamu ya 4. Abubakar Zuberi Ali atajwa kuwa kaimu sheikh mkuu. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian ambalo limebeba habari kubwa inayosema timu ya netiboli kwenda Windhoek, na mabondia wa Dar na Pwani kukutana katika shindano lisilo na ubingwa. Tamasha la Harambee Dar la kusanya milioni 400. Mexico yaelekeza jitihada zake kwa kombe la dhahabu baada ya kushindwa katika Copa America kumradhi. Na katika gazeti la Daily News limebeba habari kubwa inayosema Simba kuleta kocha Muingereza Kerry, na mbunge ataka maafisa wa TFF waliomwajiri Nuj wawajibishwe. Maradona kugombea urais FIFA, na Tanzania yamaliza ikiwa katika nafasi ya 4 ni katika mchuano wa mchezo wa golf wa Africa Jacket Challenge. Gazeti la Uhuru upande wa michezo, Dylan Kerry kocha mpya Simba Sports Club.
Bai aipongeza serikali, mbunge ataka TFF iwajibishwe. Katika gazeti la Jambo Leo, Simba Sports Club kuweka kambi Shelisheli, kocha Dylan Kerry apewa mikoba. Msiba wa mchelewesha Niyonzima kuja da. Na habari nyingine inasema Brazil, Paraguay robo finali Copa America. Katika gazeti la Majira, mrithi wa Goran Simba atambulishwa rasmi. Kamara, mechi na Villa kipimo changu Yanga. Na katika gazeti la Nipashe, Nuj kulipwa milioni 75 awaponza kina Malinzi bungeni. Simba yampa kocha Mwingereza mwaka, na Neymar aondoka Chile, Brazil kutomkatia rufaa. Gazeti la Raia Tanzania, Simba Sports Club ya mnasa kocha Mwingereza. Kocha Mkwasa roho kwatu, Yanga yapiga tena magoti TFF. Gazeti la Habari Leo, Mkwasa sio mwarobaini, Mwingereza kocha mpya Simba 2015. Azan TFF ibanwe kwa kumwajiri Norwich. Ngoma kutua kesho Yanga. Na katika gazeti la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari kubwa inasema Swaiba wa Mourinho kuinoa Simba, na Martin Nurj wachezaji Tanzania wachunguzwe. Wakala ampa jeuri Mkude. Gazeti la Tanzania Daima, habari kubwa inasema TFF yasutwa bungeni, Sara Ramadhani Mwameja wafunguka. Msimbazi wapata mrithi wa Mserbia. Simba yazindua tovuti. Gazeti la michezo la Bingwa limebeba habari kubwa inayosema Mido kipenzi cha mashabiki, huyo Simba ni fundi wa kulima, kupanda, kupalilia na kuvuna mwenyewe. Akitua Msimbazi mtawakoma Okwi, Mavugo na Kiongera. Habari nyingine nasema magoigoi Simba kukiona cha moto, kutua da weekend hii tayari kukinukisha. Huyo ni kocha Mwingereza, na mrithi wa Goran kumbeba Shabalala. Na habari nyingine nasema Ngoma atua kumbip Tambwe. Gazeti hilo la Bingwa katika ukurasa wake wa nyuma, nipe nikupe, Man United Madrid mnamtaka De Gea, tunamtaka Sergio Ramos. Na Inter yaipiga bao Arsenal ya mnasa Kondogbia.